Kwa majina naitwa Mwalimu Omari Ali Masime ambaye ni mkuu wa shule ya sekondari Kisemu. Shule ipo katika programu ya Binti Shupavu na mpaka sasa ninavyoongea inaendelea vyema programu hii, kwa maana imeweza kutoa services mbalimbali kwa watoto wetu wa shule ya sekondari Kisemu na wameweza kunufaika na programu ya Binti Shupavu kwa asilimia kubwa, kwa sababu wengi wa wanafunzi wanaopata huduma wanakuja shule na utoro umeweza kupungua kwa asilimia kubwa, hasa kwa wanafunzi ambao wako kwenye programu ya Binti Shupavu. Kwa hiyo tunashukuru sana programu hii na wadau wote ambao wanahusika katika kuiendesha hii programu katika shule zetu, hasa shule ya sekondari Kisemu. Wadau hawa wameweza pia kuwasaidia wanafunzi wetu baskeli ambazo zimekuwa pia ni msaada kwao, kwa sababu miongoni mwao hao wanafunzi wanatoka mbali, vijiji vya mbali, takriban kilomita 8 kwenda na kurudi kilomita 16, ambapo walikuwa wanaathirika pakubwa kwa kutembea umbali huo, hivyo kukosa umakini na concentration ya kutosha katika maandalizi yao ya mitihani. Lakini kupatikana kwa baskeli hizi imekuwa pia ni chachu mojawapo ya kuweza kuwasaidia katika kupunguza mwendo, lakini pia kuwa na utulivu darasani, kwa sababu wanatumia pia muda mfupi kufika shule. Kwa ujumla, wanafunzi wa kike wanakumbana na changamoto nyingi za vishawishi vya wavulana na wanaume ambao hawana nia njema kutaka kuharibia pengine masomo yao. Hizo changamoto zipo, lakini nyingi zikiwa zinahusiana na masuala hayo ya mahusiano kwa mfano. Lakini baada ya ujio wa Binti Shupavu kama program katika shule yetu, frankly speaking, kuna mabadiliko hasa kwa madarasa yale ambayo yanapata huduma hiyo, yanapata huduma ya Binti Shupavu, kwa sababu ukiangalia cases za mahusiano zimepungua kwa kiasi fulani, naweza nikasema wapo wachache, lakini hasa ni madarasa mengine ambao kwa kidato cha 3 na kidato cha 4 tumeweza kubaini baadhi ya changamoto na tumezifanyia kazi. Lakini kwa watoto ambao wanapata huduma ya moja kwa moja ya Binti Shupavu, kuna mabadiliko na kuna badiliko chanya tunaona kabisa, kwamba pengine kabla ya huduma, lakini na wakati huduma inaendelea na tunavyoongea sasa, kuna improvement ambayo iko wazi kabisa ukifanya comparison miaka ya nyuma kabla ya program, lakini tunavyoongea sasa. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini zimepungua. Zilikuwepo lakini zimepungua, na zilizopo chache ni kwa madarasa yale ambayo hayapati huduma ya moja kwa moja. Wazazi wameipokea Binti Shupavu katika namna ambayo ni nzuri, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba wazazi wa jamii yetu ya huku wengi, kwanza uelewa sio mkubwa sana, kwa maana uelewa kielimu, lakini pia hali zao za kiuchumi ni ngumu. Kwa hiyo ujio wa Binti Shupavu kwao waliona kama pia ni msaada, kwa sababu tunaamini Binti Shupavu wao wanajaribu kutoa elimu ya masuala ya life skills kwa watoto, lakini na huduma nyingine. Kwa hiyo wazazi wamepokea mikono miwili, lakini pia hata ujio wa baisikeli zile ambao walizopewa vijana, wazazi walipokea kwa mikono miwili na walishukuru sana ujio wa hizo baisikeli kwa watoto wao, kwa sababu waliona namna gani watoto wao wanaathirika na kutembea kila siku kutoka na kuja shuleni. Kwa hiyo wazazi wameshukuru na wamefurahi na wanaona pia tija ya uwepo wa program ya Binti Shupavu shuleni na wanaiunga mkono, lakini pia wanaomba programu hii iendelee na ikiwezekana iweze kupanua pia wigo wa huduma, ili waweze kunufaika vizuri, kwa sababu wao kama wazazi au wananchi wa mazingira haya wengi hali zao sio nzuri sana. Kwa hiyo wanatamani hata zile huduma ziwe nyingine ni financial zaidi, ziwe za kifedha au material, basi ili waweze kuona namna gani watoto wao wanaweza kupata tija zaidi na kuweza kupata elimu ambayo imekusudiwa.
Lakini pia shule yetu tunafanya activities za eco school. Tunajikita katika kuweka mazingira ya kijani. Ukijani tunajaribu kuweka mazingira hayo kwa kupanda miti, lakini pia na kutengeneza bustani za maua, lakini pia na kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa yanavutia. Tuko kwenye hapa tulipo tumesimama, tuko kwenye bustani ambayo tunaendesha kama shule, lakini pia ikiwa involved na masuala ya eco schools, ambapo tunavuna mboga mbalimbali kama zinavyoonekana hapo, na hizi mboga pia zinatumika kwa ajili ya chakula. Hapa shule tunapata chakula pia cha mchana kwa wanafunzi wetu, hasa madarasa ya mitihani, lakini pia mboga zinazoonekana hapa pia zinatumika kwa ajili ya chakula, kuboresha lishe ya watoto wetu, lakini pia wakati huo kufanya mazingira kuwa ya kijani kutumia mboga zilizopo. Lakini pia kama shule tuna programu mbalimbali za misitu pia. Tuna mradi wa miti ya misitu ambayo tumeshaanzisha, iko pale katika hatua za awali za kuotesha miche yenyewe, lakini baada ya miche hiyo kukua tutapanda katika mazingira yetu ya shule kuendelea kufanya mazingira yawe mazuri, kutunza mazingira, kutunza misitu kwa ujumla. Lakini pia tutaigawa miche hiyo kwa shule za jirani zinazotuzunguka, shule za sekondari za jirani pamoja na shule za msingi za jirani, ili kuendelea kuhakikisha kwamba tunatunza misitu na tunatunza mazingira kwa ujumla. Shule ya Sekondari Kisemu tunashukuru wadau wote, wadau mbalimbali ambao wanatushika mkono, wanatusapoti katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanasoma na wanafikia malengo yao ya kielimu na ya kitaaluma, na malengo ya kiserikali pia, kwa maana kuhakikisha kwamba wanafunzi wanamaliza shule salama.